Katika kila jamii, katika kila familia, kuna nguvu isiyoonekana kwa macho, lakini inayoendesha dunia kwa utulivu na uthabiti. Nguvu hiyo ni mwanamke. Nashukuru mimi wa mama, nashukuru sana kwa kuniona huyu mgonjwa, nashukuru sana. Mimi sina uwezo wowote. Ardhi yetu, uchumi wetu. Kwa miaka mingi safari ya mwanamke haikuwa rahisi. Alikumbana na vikwazo vya mila na desturi, alinyimwa elimu, alikosa nafasi za maamuzi, alibeba majukumu makubwa bila kutambuliwa ipasavyo, lakini hakukata tamaa. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni mwanamke kwenda shule ilikuwa ni mtihani. Tulikuwa twende shule, watu wanatumizia kuwaoza binti zao wakiwa wadogo, wakisha tu saa 7 wanapelekwa kuolewa. Kwa zamani ilikuwa ni kazi ngumu mwanamke kuongoza, kwa ajili wanawake walikuwa wanaoga na vile vile wanawake walikuwa hawajui haki zao. Kutoka katika kivuli cha ubaguzi, mwanamke alianza kupaza sauti yake. Harakati za usawa zikaanza, sheria zikarekebishwa, elimu kwa mtoto wa kike ikapewa kipaumbele, na polepole historia ikaanza kuandikwa upya. Miaka ya saizi huwezi ukamnyanyasa mwanamke. Mwanamke anajua haki zote, anajua yeye anaweza kapambania akawa kiongozi, anajua kabisa kama watoto wangu nifanye nini, anajua kuongoza kila kitu pande zote. Wanawake wako vizuri, wako fiti. Tuko katika harakati saizi ya kutekeleza ile sheria ya kuwashirikisha makundi maalum katika kufaidika au kunufaika na 30% ya manunuzi ya umma. Kwa hiyo tunaunda vikundi, tunatoa elimu, wanawake wanaunda vikundi bila kutegemea hata mitaji ya mikopo, wanaweza kupata tenda mbalimbali au zabuni mbalimbali ambazo zitawawezesha kukuza mitaji yao na kukuza biashara zao, kuweza kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo ya kufanya usafi, lakini vile vile kusupply material mbalimbali, hata kazi za ujenzi mdogo ule ambao wahitaji teknolojia kubwa, lakini hata vile vile kufanya biashara za nafaka na mambo ya stationery na printing. Kwa hiyo tunawahimiza wanawake, tunawaelekeza na tunawasimamia kuunda vikundi na kuweza kuwasajili na kuwaunganisha na mfumo wa manunuzi wa serikali ili waweze kunufaika na hiyo fursa ya 30% ya manunuzi ya umma. Leo hii mwanamke ni kiongozi, ni mjasiriamali, ni msomi, ni mbunifu. Anashika nafasi za juu serikalini na katika sekta binafsi. Anachangia katika uchumi, anajenga familia, analea kizazi cha kesho. Mafanikio haya si ya bahati, ni matokeo ya uthubutu, juhudi na mshikamano. Swala la uchumi linatuzingatia pia sisi wanawake na wanaume kwa ushirikiano wa hali ya juu. Kwa hiyo mama lazima aongeze kipato na baba lazima apate kipato ili tuweze kuchangia na kusababisha familia uchumi ukae vizuri na waweze kupata elimu nzuri, afya bora, malazi mazuri na pamoja na shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo mashamba, maduka na biashara ambazo watoto wanakuwa wanajifunza. Mfano kwa mwaka huu 25-26 mpaka sasa tumeshawafikia wanawake 481 na vijana 324 na watu wenye ulemavu 149. Miongoni mwao kuna wanawake au kuna wasichana kama kauli mbiu yetu inavyotuelekeza. Mama tunaweza. Tunaweza. Program mbalimbali za uwezeshaji wanawake katika maeneo ya kiuchumi, kijamii, kisiasa na kitamaduni kwa kutekeleza sera, mipango na miongozo mbalimbali iliyotolewa na serikali. Kwa hiyo nikiongelea katika uwezeshaji katika masuala mazima ya maendeleo, tunaangalia uwezeshaji wa kiuchumi. Katika kipengele cha uwezeshaji wanawake kiuchumi tuna program mbalimbali ambazo tunazitekeleza ikiwepo ya kutoa mitaji kwa vikundi vya wanawake na mtu mmoja, mfanyabiashara mmoja, lakini vile vile tunatoa elimu ya kuhusu elimu ya uendeshaji wa biashara kwa tija yenye faida, lakini tunajenga uelewa kwenye masuala ya sekta mbalimbali kama kilimo, namna gani mwanamke anaweza kufaidika na miradi ya kilimo. Tunapoelekea dira 2050 tunajiuliza, je,
nafasi ya mwanamke ni ipi katika mustakabali wa taifa? Tunataka mwanamke wa miaka 5-30 ijayo tumuone yukoje. Yukoje. Kwa hiyo tunaangalia mikakati gani ya kumwezesha kumfikisha huko. Kama mwanamke anakoelekea tunataka afikeje. Kwa hiyo tunajikita sana kwenye elimu endelevu na elimu yenye teknolojia inaoleta ushawishi wa wanawake kushiriki kwenye science, kwenye masuala ya study za maisha ili waweze kuwa wanawake wanaweza kujitegemea. Lakini vile vile tunawekeza kwenye uwekezaji wa kiuchumi. Sasa mitaji inatolewa, lakini tumfanye yule mwanamke aliyefaidika na hii mitaji mbalimbali kufikia katika uwekezaji mkubwa, hasa katika fursa zinazopatikana kama mkoa wa Njombe, masuala ya madini, Liganga na Mchuchuma, lakini tunamwambia aingie kwenye utalii kwenye biashara za utalii, lakini vile vile kujikita katika kilimo cha biashara, sio kilimo kile cha biashara. Tena tunapoongelea kilimo biashara ni kilimo cha nje ya nchi. Jibu ni wazi. Mwanamke si mshiriki wa pembeni, ni muhimili wa maendeleo. Uwekezaji kwa mwanamke ni uwekezaji kwa taifa. Elimu yake ni nguvu ya uchumi. Afya yake ni ustawi wa jamii. Uongozi wake ni dira ya mabadiliko. Na kabisa kwamba kuna mabadiliko makubwa sana katika swala zima la haki ya mwanamke. Kwa hiyo tumejifunza kwamba sisi kama wanawake kwa sasa hivi tumeweza kufanya mambo makubwa sana na tunaweza kuwa viongozi wazuri, na sehemu mbalimbali pia tunaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Tuna uwezo wa kuongoza na tukawa viongozi bora. Hasa ukizingatia sasa asilimia kubwa wanawake wengi ni viongozi, wa mabunge wengi wapita, maspika wa bunge wapita ni viongozi, rais tunaye ni kiongozi, lakini pia hata sekta sehemu mbalimbali unakuta mameneja wa benki, TRA na sehemu zingine ni wanawake. Safari ya mwanamke kuelekea dira 2050 ni safari ya matumaini, ni safari ya mabadiliko, ni safari ya mafanikio makubwa yanayokuja kwa ushirikiano wa serikali, jamii na wanawake wenyewe. Malengo haya yanawezekana. Mbio mwaka huu ya 26 ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi wa maendeleo jumuishi kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya 2050. Kwa hiyo hii inalenga bado kumtambua mwanamke kwamba ni sehemu muhimu na katika maendeleo ya nchi, lakini vile vile kauli mbiu hii inatuwezesha kuitafakari kwa mapana, tuangalie wapi mwanamke alikuwa, wapi yupo sasa na wapi anapokwenda. Kwa hiyo katika kuangalia maeneo matatu tunaangalia namna mapambano ya mwanamke katika kutatua changamoto mbalimbali kabla ya 1995 wakati wa Beijing, lakini tunaangalia sasa mwanamke yuko katika hali gani. Tukiangalia sasa inatuonyesha kwamba mwanamke ameshaimarika, kwa maana ushiriki wake katika siasa uko vizuri. Tunaona viongozi mbalimbali wanawake wanatuwakilisha, ikiwepo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke, lakini vile vile tuna wanawake katika ngazi mbalimbali. Kiutamaduni wanawake wamesimamia katika malezi na kuangalia maadili yanaenda vizuri katika jamii zetu. Ni kwamba uchumi wa mwanamke sasa umeimarika. Wanawake wamejitokeza, wamejihusisha na masuala ya uzalishaji mali na kuingiza kipato, wamekuwa walezi wa familia na kusimamia mustakabali na ustawi mzima wa familia. Mwanamke akipewa nafasi anaweza, na taifa litafaidika. Safari inaendelea na mustakabali ni mwema. Tujitume zaidi.